Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu pendwa cha Pita Tazama. Ikiwa leo bado tunaendelea na historia za wanamuziki wa Soukous ambao walikuwa na mchango mkubwa kwenye muziki huu. Kabla ya sauti kuimba, kabla ya gitaa kukimbia, kabla ya jukwaa kuwakataa, kuna sauti moja inayoamua kila kitu. Sauti isiyoonekana mbele lakini isiyoweza kupuuzwa. Ndiyo sauti inayounganisha miji ya Kinshasa, Dar es Salaam na Nairobi. Ndiyo sauti inayofanya mwili uelewe kabla hata akili haijafikiria. Hii si hadithi ya kelele, si hadithi ya umaarufu wa haraka. Hii ni hadithi ya mzizi ya mipigo na bezi. Leo tunashuka chini ya uso wa muziki, nafuata mapigo ya moyo wa rumba na Soukous, kutoka Kongo kupitia Afrika Mashariki hadi dunia nzima. Karibu kwenye simulizi ya mtu aliyefanya muziki usimame sawa bila kupiga kelele. Karibu kwenye hadithi ya Ngoma Lokito, ama ukipenda The Bassman. Ili kuielewa ipasavyo rumba ya Kongo na Soukous, ni lazima mtu angalie zaidi ya uimbaji waliotawala umati na wapiga gitaa waliovutia kwa kasi yao. Muundo halisi wa muziki huu uko ndani zaidi, kwenye sauti nzito ambako mipigo huamuliwa na mwendo huzaliwa. Wanamuziki wachache walioelewa jambo hili kama alivyoelewa Ngoma Lokito, mpiga bezi ambaye kazi yake iliunda mpangilio wa ndani wa muziki maarufu wa Kongo katika vizazi na mabara mbalimbali. Ngoma Lokito, majina yake kamili ni Shungu Omba, alizaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikulia katika mazingira ambapo muziki haukutenganishwa na maisha ya kila siku. Kama wanamuziki wengi wa kizazi chake, elimu yake ya awali ilikuwa isiyo rasmi, kiundo na kwaya za kanisani, bendi za mitaani, midundo ya jadi na rumba ya mijini iliyotawala mitaa na nyumba. Ngoma alichukua masomo rasmi ya muziki katika Taasisi ya Taifa ya Sanaa, National Des Arts, iliyoko Kinshasa, moja ya vituo muhimu zaidi vya mafunzo ya muziki ya kitaalamu nchini humo. Huko alisoma nadharia ya muziki, utendaji wa bendi, mpigo na mbinu za bezi, akiweka hisia zake za asili katika nidhamu ya kitaaluma. Akiwa Ngoma aliboresha mtazamo wa bezi uliofanana zaidi na ngoma za Kongo kuliko mitindo ya rock ya magharibi. Uchezaji wake ulimeza lugha ya ngoma, msukumo na mvuto, utarajio na ile swing ya chini kwa chini inayoipa rumba mvuto wake wa kutia usingizi wa raha. Elimu hii ikawa msingi wa sauti yake ya maisha yote. Safari yake ya kitaalamu ilianza katika bendi za ndani ya Kongo, ikiwemo kazi za awali na Njili, ambako alipata uzoefu wa vitendo jukwani na kujifunza mahitaji ya bendi. Miaka hii ya awali ilifundisha uvumilivu, maonesho marefu, midundo inayojirudia na wajibu wa kubeba muda kwa bendi nzima. Maarufu wa Ngoma Lokito ulipoongezeka ulimweka katika kikundi cha Chalk Stars. Moja ya Chalk Stars walijulikana kwa mipangilio yenye nguvu, sauti zilizopangwa kwa tabaka na midundo ya dansi ya kasi. Ndani ya mazingira haya yenye mahitaji makubwa, bezi ya Ngoma ilileta mshikamano na kina, ikihakikisha kuwa kasi haikuja kwa gharama ya mizani. Kipindi chake na Chalk Stars kilithibitisha kuwa yeye ni mpiga bezi anayemudu kiwango cha juu kabisa cha muziki maarufu wa Kongo, sahihi, wa kuaminika na yaliyokomaa kimuziki. Ngoma Lokito alifikia hatua muhimu katika kazi yake alipojiunga na Anti-Choc iliyokuwa chini ya uongozi wa Boziana. Anti-Choc ilihitaji nidhamu, nyimbo ndefu, matamshi ya kihisia na udhibiti makini wa tempo. Hapa ndipo nguvu za Ngoma zilipojionyesha wazi. Katika rekodi na ziara za Anti-Choc, mistari yake ya bezi ilifanya kazi kama nguzo ya uthabiti nyuma ya nyimbo zilizohitaji kujizuia na msukumo wa kwa pamoja. Alipiga katika nyimbo maarufu za kipindi cha dhahabu cha kundi hilo, akichangia muziki ulioenea kwa kasi kubwa barani Afrika. Mwishoni mwa mwaka 1980, Ngoma Lokito alikuwa mwanachama mwanzilishi wa kikundi cha Soukous Stars iliyoundwa mjini Paris, pamoja na wanamuziki wakubwa akiwemo Lokasa ya Mbongo, Dali Kimoko, Belokanta na Shimita na wengineo. Kikundi hii ilibuniwa kwa ajili ya jukwaa la kimataifa, ikichanganya mpigo wa Kongo na uwasilishaji wa dunia nzima. Kiwa na Soukous Stars, Ngoma alipiga katika albamu zilizokuja kuwa nguzo za Soukous ya kimataifa, ikiwemo miradi kama Maklo, Gozando, Pass de Panic, Soukous, Force One na Face to Face. Rekodi hizi zilionyesha uwezo wake wa kudumisha groove katika kasi ya juu, huku akihifadhi uwazi wa muziki na mizani ngumu ambayo wapiga bezi wachache waliweza kuimudu. Pamoja na majukumu yake ya bendi, Ngoma Lokito alijenga kazi ya kipekee kama mpiga bezi wa studio, akichangia katika rekodi za majina makubwa zaidi katika muziki wa Kongo.
Kazi yake inasikika katika miradi inayohusishwa na wasanii kama Koffi Olomide, Shalamwana, Madilu System, Pepe Kale na Awilo Logomba na wengineo. Katika rekodi nyingi alifanya kazi kimya kimya nyuma ya pazia yake kwa mistari ya bezi iliyokuwa haiwezi kutenganishwa na nyimbo zenyewe. Kiasi cha kazi yake iliyorekodiwa ni kikubwa kiasi kwamba hata yeye mwenyewe amekiri kuwa haiwezekani kuorodhesha kila albamu aliyochangia. Na huo ndo umekuwa historia ya mpiga gitaa wa bezi Ngoma Lokito. Hii haikuwa burudani tu, hii ilikuwa kumbukumbu ya wanamuziki wa Soukous ambao walikuwa na mchango mkubwa kama kina Ngoma Lokito. Simulizi hii imeandaliwa kwa kuzingatia kanuni za wanahabari wa muziki, ukweli wa kihistoria, uhakiki wa taarifa na heshima kwa mchango wa wahusika. Kwa sababu historia ya muziki haitakiwi kupotoshwa, haitakiwi kufupishwa wala haitakiwi kusahaulika. Shafaa Media ni jukwaa linaloamini kwamba muziki wa Afrika ni urithi unaopaswa kurekodiwa kwa uweledi, kusimuliwa kwa uadilifu na kuhifadhiwa kwa vizazi vijavyo. Kupitia makala, vipindi na simulizi, Shafaa Media inasimama kama sauti huru ya kihistoria ya rumba na Soukous na muziki Kiafrika. Mimi ni Shaaban Farjala, ama ukipenda Mwana Soukous. Ninawaletea hadithi hizi kama zilivyo, bila kupamba uongo, bila kupunguza ukweli. Kwa simulizi zaidi za kina, makala za kipekee na historia ya kweli ya muziki wetu, nifuatilie kwenye mitandao yangu ya kijamii Facebook, YouTube, Instagram na TikTok, Shaaban Farjala. Na pia usikose kulike katika mtandao wa Shafaa Media, ushare na usubscribe ili tuweze kujua historia nyingi za wanamuziki wa Soukous, kwa sababu muziki wetu una historia na historia hiyo inastahili simuliwa kwa usahihi.